Na mpenzi mtazamaji wangu wa Runinga An-Nisaa, natumaini umeshinda vyema popote ulipo, ikiwa ni siku ya Jumanne ya tarehe 25 mwezi wa 11 mwaka 2025. Karibu kwenye Dira ya Jioni ambapo tunakujuza mengi yaliyojiri ndani ya ulimwengu huu. Kwanza tupate yaliyomo. Serikali yaimarisha usalama kwa wapiga kura kuelekea uchaguzi mdogo utakaofanyika tarehe 27 Alhamisi. Makurutu 10,000 waripoti katika vituo vya mafunzo vya NPS. Wabunge waanza kujadili maono ya Rais Ruto ya shilingi trilioni 5. Na kimataifa, Amnesty yawashtumu RSF kwa uhalifu El-Fasher. Ungana nami mpenzi mtazamaji mwanzo hadi mwisho wa habari hizi. Msomaji wako Farida Ali. Tukianza ni kwamba serikali imeimarisha usalama kuelekea uchaguzi mdogo wa Novemba 27 utakaofanyika Alhamisi ili kuzuia majaribio yote ya kuvuruga zoezi hilo la uchaguzi. Naibu Rais Kithure Kindiki alionya yote atakayejihusisha na uchochezi wa vurugu katika eneo hilo kwamba atakabiliwa kikamilifu na mkono wa sheria na kuwahakikishia wakazi kuwa uchaguzi mdogo utakuwa wa amani. Akizungumza katika siku ya mwisho ya kampeni, Kindiki alisema serikali itahakikisha usalama wa wapiga kura wote. Alisema Wakenya wote wanapaswa kutekeleza haki yao ya kuchagua viongozi bila vitisho vyovyote kwa maisha yao, na akaonya kuwa adhabu kali zitachukuliwa dhidi ya watakaosababisha fujo. Naibu Rais aliwahimiza wakazi kujitokeza kwa wingi na kumpigia kura mgombea ambaye alisema ana mpango madhubuti wa kuendeleza maeneo yao. Na kwingineko ni kwamba gavana wa Nyamira Amos Nyaribo ameondolewa mamlakani baada ya wajumbe 23 wa bunge la kaunti kupiga kura ya kumuondoa ofisini katika kikao chenye joto kilichofanyika hii leo. Hoja kumng'oa mamlakani iliwasilishwa na MCA wa wadi ya Bonyamatuta Julius Kimomi Mathwere ilimshtumu gavana huyo kwa utovu mkubwa wa nidhamu, matumizi mabaya ya ofisi, uteuzi usio wa kawaida pamoja na usimamizi mbovu wa fedha za umma. Hii ni mara ya 3 jaribio la kumuondoa Nyaribo kufanyika, huku mgawanyiko ndani ya bunge la kaunti ukizidi kuongezeka. Kati ya MCAs 31, 19 walipiga kura kumuunga mkono aondolewe, huku 4 wakijiondoa kwenye mchakato huo. Sasa Nyaribo anakabiliwa na hatua inayofuata ya mchakato huu wakati swala hili linapowasilishwa Seneti kwa ajili ya uamuzi. Na tukisonga mbele ni kwamba takriban vijana 10,000 walioteuliwa kujiunga na huduma ya polisi nchini NPS wakati wa zoezi la uajiri wa kitaifa lililofanyika Novemba 17 sasa wako tayari kuanza mafunzo rasmi. Kikosi hiki iwapo kitafaulu kitaongeza uwezo wa NPS katika kutoa huduma za polisi na kuunga mkono mageuzi yanayoendelea. Baada ya uajiri kukamilika, makurutu walianza kuripoti katika taasisi mbalimbali zilizotolewa kwa mafunzo zikiwemo Chuo Kikuu cha Polisi cha Kitaifa Kiganjo na Chuo cha Mafunzo cha Embakasi A na Embakasi B. Aidha, huduma ya polisi nchini ilisema kuwa mtaala wa mafunzo utahusisha maeneo mbalimbali ya kazi za polisi ili kuanoa kwa majukumu mazito yanayowasubiri kama maafisa wa polisi. Huku walinda usalama wakiongozwa na Inspector General Douglas Kanja walihakikishia Wakenya kwamba wanasalia thabiti katika kutekeleza majukumu yao, kutoa huduma za polisi zilizo na ufanisi, zinazomlenga mwananchi na zenye wajibikaji kwa jamii iliyo salama na yenye ustawi. Na tukisonga mbele ni kwamba wabunge wa Seneti na bunge la taifa wanatarajiwa kuanza kujadili hotuba ya hali ya taifa iliyotolewa na Rais William Ruto wiki iliyopita. Mijadala hiyo ya siku 3 itawapa wabunge nafasi ya kuchunguza tathmini ya rais kuhusu maendeleo ya kisiasa, kiuchumi na kijamii ya nchi katika kipindi cha mwaka uliopita. Wakati wa hotuba hiyo, rais alizindua mpango mkubwa wa shilingi trilioni 5 wa kuibadilisha Kenya kutoka nchi inayoendelea hadi iliyoendelea, mpango unaojikita katika uwekezaji mkubwa kwa watu,
umwagiliaji, nishati na usafiri, na ambao utatekelezwa bila kuongeza madeni yasiyoweza kudhibitiwa. Alisema Kenya nzima lazima itoe kwenye fikra za kuridhika na wastani na kuiga mataifa ya Asia na South Korea na Malaysia, ambao alisema yalipiga hatua kupitia nidhamu, uwekezaji na kimkakati na kukataa ubora wa chini. Ruto alisema utawala wake utaongozwa na vipaumbele vinne vya kitaifa ambavyo ni uwekezaji mkubwa katika elimu, mpango wa kitaifa na uvunaji maji na umwagiliaji. Aidha, ataendeleza ongezeko kubwa la uzalishaji wa umeme na mpango wa miaka 10 wa kuboresha miundombinu ya usafiri na uchukuzi, ikiwemo barabara, bandari, viwanja vya ndege na reli. Rais pia alitangaza mpango kabambe wa miundombinu unaojumuisha ujenzi wa barabara kuu za umbali wa kilomita 2,500 kwa barabara za njia mbili kote nchini. Alikiri kuwa upimaji na usanifu wa mpango huo tayari umekamilika na barabara zitakazolengwa ni zile zilizoko kwenye korido muhimu za usafiri ili kupunguza msongamano, kuboresha muunganisho na kuchochea biashara ya kikanda. Ruto alizindua mpango mkubwa wa kitaifa wa miundombinu ya maji utakaohusisha ujenzi wa mabwawa makubwa angalau 50 nchini pamoja na mabwawa ya kati na madogo 200 na maelfu ya mabwawa madogo zaidi. Na kimataifa ni kwamba shirika la haki za binadamu la Amnesty International limewashtumu wanamgambo wa RSF nchini Sudan kwa uhalifu wa kivita katika mji wa El Fasher huko Darfur, pamoja na Umoja wa Falme za Kiarabu kwa kuwezesha uhalifu huo. Amnesty imesema imekusanya ushahidi kutoka kwa manusura 28 walioelezea ukatili huko El Fasher, kuanzia mauaji ya kushtukiza ya wanaume wasio na silaha hadi ubakaji wa wasichana na wanawake. Mkuu wa Amnesty Agnes Kolamad amesema kwenye ripoti iliyochapishwa hii leo kwamba ukatili dhidi ya raia unaweza kuwa uhalifu wa kivita ama uhalifu mwingine chini ya sheria ya kimataifa na kutaka wahusika kuwajibishwa. Aidha, ameiomba jumuiya ya kimataifa na Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kuitaka UAE kuacha kuwaunga mkono RSF licha ya taifa hilo kukanusha mara kwa mara madai hayo. Mpenzi mtazamaji, kufikia hapo ndipo natamatisha Dira ya Jioni. Nimekuwa mtayarishi na msomaji wako Farida Ali. Kumbuka kwamba unatufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii ikiwemo YouTube @Nisam Media Kenya, vile TikTok @Nisam Official TV na Facebook @Nisam TV. Kwa heri mtazamaji.